Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo hili ambalo tumejenga hapa ni kwamba tumeanza kwa awamu ya kwanza, kwa sababu awamu ya kwanza tumejenga vyumba ambavyo vitakuwa vyumba 40, lakini awamu ya pili tutaendelea, kwa sababu hapa mpaka paisha tunatarajia kuwa na vibanda zaidi ya 250. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka sasa jengo hili limeshafikia 97%. Kitu ambacho kimebaki tu ni kwa ajili ya kuweka security, kwa ajili ya hizo kamera, kwa ajili ya umeme, lakini pia pamoja na vizimia moto vile ambavyo vinaweza kuonyesha ishara kwamba moto unaweza kutokea. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka sasa tumeshafanya vikao viwili na wadau ambao wanatakiwa tumie jengo hili, na tumekubaliana kwamba tarehe 1 mwezi wa 7 wataanza kukaa ndani ya jengo hili. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kikao chetu cha mwisho kabisa tumeshakubaliana wanaanza partition ndani ya jengo hili, lakini partition inatumwa kwa masharti moja, kwamba tutaanza kufanya sisi kwanza vibanda vya kwetu ambao ni kwa ajili ya watumishi wetu, ili waweze kuona kwamba tunahitaji kibanda kikae partition kwa namna gani. Kama ambavyo mkurugenzi mtendaji wa halmashauri alivyowasilisha taarifa ya mradi wetu ambao umekuja kwa ajili ya kufanyia ukaguzi, ni mradi wa kielelezo kwa lengo la kuweza kuongeza ukusanyaji wa mapato. Ni maelekezo ya Chama cha Mapinduzi ambacho wewe mwenyekiti katika mkoa wetu unasimamia na unakiongoza, kwamba serikali tubuni mbinu za kuweza kuongeza ukusanyaji wa mapato. Sasa halmashauri ya wilaya ya Songwe, sekta ya madini ni miongoni mwa sekta ambazo zinachangia kwa kiwango kikubwa sana kwenye ukusanyaji wa mapato wa halmashauri, kwenye kutoa ajira kwa wananchi hususani vijana, lakini kwenye kuchangia uchumi wa mkoa kwa ujumla wake. Kwa hiyo kazi ambayo unaona ndugu mwenyekiti ni kazi ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, mwenyekiti wa halmashauri pamoja na madiwani wao na watendaji wao kubuni hiki kitegea uchumi ambacho kitasaidia sana kuweka mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara kwenye sekta ya madini kufanyia shughuli zao hapa, lakini wakati huo huo kuweza kuongeza mapato ya halmashauri ambayo hivi sasa yameongezeka maradufu. Mkurugenzi wetu wa halmashauri hii ya Songwe, mimi napenda kukuita mwanaume wa shoka, sio mwanamke. Kazi unazoziendelea kuzifanya katika mji huu ni kubwa, na ndio maana ukiona Songwe huku ambako yuko Mlugo anasema jengo hili tuandike jina la mkurugenzi wa halmashauri, sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Lakini tukupongeze na wewe mkuu wetu wa wilaya kwa kazi ambazo mnaendelea kuzifanya, ili mmesema ni mihela ya mapato ya ndani. Sasa na ushauri wangu mimi kama mzazi namba 1 kwenye mkoa huu, kila mnapoendelea kupata fedha kama za namna hii, endelea kubuni vitu vingine ili kuendelea kuleta matunda kwenye halmashauri yetu ya Songwe. Songwe muwe kinara. Kila tunapoona miradi inakuwa mizuri namna hii, sisi tuna kila sababu ya kutolea mfano Songwe. Songwe ndio role model wa Songwe hii. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na wananchi pamoja na wataalamu, nami niungane na wenzangu, kwanza mahali popote panapofanyika mambo mazuri uamini kwamba Mungu yupo na wanaotenda wana hofu ya Mwenyezi Mungu, na ndio maana haya tunayoyaona. Lakini sambamba na hilo, mahala ambapo mkuu wa wilaya na hekima, busara na utu na wafasi wake, mkurugenzi ana hulka hiyo hiyo, mwenyekiti ana hofu ya kumwogopa Mungu, watu hawa wanajenga upendo, wanajenga heshima na wanajenga mshikamano, na matokeo yake wanapoamua wanaamua jambo kwa moyo mmoja na matokeo yanaonekana. Leo hii tunatembelea soko la madini ambayo kwa kweli ni mradi wa kitaifa na kimataifa. Nimeangalia finishing humo ndani, ukiangalia kule juu, mimi si engineer lakini na utaalamu wa ujenzi, sijaona kasoro. Nimeangalia mtu aliyetandaza tiles hapa chini, ukweli tumpe maua yake. Ukweli jengo hili limejengwa kwa hadhi ya kuwa soko la madini, na ubunifu huu ndugu zangu, na mimi nirudie kwa pongeza Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa kweli toka umefika umevaa viatu vya itunda, hongera sana. Mwenyekiti wangu wa chama yuko hapa, mimi nikupongeze ni kamati ya siasa, kwa sababu haya yanafanyika kwa sababu usimamizi wako unatokana na hofu ya Mungu bila kubagua. Mama, una viongozi wa chama wazuri ambao hawana mambo ya kukatisha tamaa. Hongera mwenyekiti wa chama wa wilaya, hongera mkurugenzi wetu, hongera mkuu wetu wa wilaya.
Mimi niwaombe kitu kimoja, watu watakaoomba tenda katika jengo hili, mkatoe upendeleo kwa wale watu ambao mnajua wana uzalendo wa kweli wa kuijenga wilaya hii, ili itakapofika wakati wa kukusanya mpato isije kawa kikwazo tena. Maana wengine wanaweza kaingia, tumejenga jengo zili wakawa kikwazo kwa kutotoa mapato, na kisha wilaya baada ya kwenda mbele tukarudi nyuma. Hivyo mkaangalie watu wanaoomba hapa, watu wale wenye uzalendo mwape kipaumbele. Lakini pia niwaombe tena, huo mpango wa kuendeleza huko tena mkaendeleze kujenga, kwa sababu ikawezekana siku moja utakuja kuwa mkoa, isije tukaanza tena kujenga majengo mengine ya masoko ya madini. Cecilia, mkuu wa wilaya na wengine wote nawapongeza na kuwapa hongera sana. Tena kupongeza mkuu wetu wa mkoa, endelea kuwasimamia watu wako, endelea kuwa na hofu ya Mungu, endelea kuwaelimisha na kuwajenga, maana wote tukuzaliwa tukaelimika kuwa na elimu moja, tumetofautiana, lakini tukiwa na kiongozi mwenye kuonyesha dira na njia, tunaamini mkoa wa Songwe utakwenda. Hongera sana, asanteni sana. Naomba sasa tuendelee na safari yetu. Asanteni sana.